Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebu imagine wewe ni goons. Umeenda kufanya mabaya. Alafu hujavaa kitu ni kuzuia uso. Umeenda hivyo, kila mtu naona uso wako, kila mtu anakuona wewe ni nani, na unafanya vitu kama hiyo. Uone unaweka maisha yako kwa risk. First, unaweka maisha yako kwa risk kwa public. Second, unaweka maisha yako kwa risk kwa polisi. Third, unaweka maisha yako kwa risk kwa njia nyingi sana. Hata kazi huwezi pata. So sometimes ukifanya hizi vitu, fikiria, jua ni pesa gani unalipwa. Kama ni pesa ambayo itakumaliza shida yako yote, fanya. Kama ni pesa inamaliza umaskini yako yote, fanya. Kama ni pesa ambayo itakutoa kwa jela, fanya. Lakini hizi vitu usifanye kwa sababu unataka uonekane wewe ni bingwa, na pesa unalipwa ni pesa ya maji. Usikue vitu unafanya ni vitu ya ujinga, na pesa unalipwa ni pesa ya mavi. Kwa sababu magoons, mimi najua ni vijana wa kukodeshwa kufanya kitu fulani. You are there to, wewe ni watu wa kuhaya. Nyinyi ni watu wa kuhaya kama mkokoteni. Nyinyi ni watu wa kuhaya kama wheelbarrow. Nyinyi ni watu wa kuhaya kama gari. Tunajua hivyo. Lakini fanyeni vitu kiprofessional. Sasa wewe hujavaa mask, alafu unaenda kufanya vitu kama hizo. Unaharibia watu gari na huna gari. Kwa sababu sasa mkubwa ameona hiyo kesi kiumana sana la kuruka. Mkubwa akiona hiyo kesi imeruka sana la kuruka, hiyo mkubwa ambao unategemea atakuruka, atakuacha kwa giza, atakuacha kwa taa, atakuacha kwa shimo. So nyinyi before ukuwe magoons, vaani mask bana. Vaani vitu kuzuia uso wenu usionekane, usijulikane. Usijulikane. Na pia kuenda kufanya goons, pia usifanye kufanya goons eneo ambao hujui shortcut, eneo ambao hujui kichochoro. Usiende kufanya goons ambao si area yako, si mtaa yako, kwa sababu huko pia kuna magoons wa area hiyo. Ukiamua kufanya goons, weka price yako, price mzuri. Ukienda kufanya goons, wacha kufanya goons ya kumwaga damu, wacha kufanya goons ya kunyang'anya watu, kupiga watu. Lakini kama ile nimeona kwa Kisii, ile ni ujinga na utoto na umama. Mtu nafanya vitu kama hizo na hajavaa hata maski, hata mdomo. Wengine hajavaa kitu yote, uso yao unaonekana. Wewe ulifanya kitu kama fulani, utagani polisi atakosa kukubeba? Polisi atakubeba kwa sababu akakuacha, utapigwa na unjustice, utapigwa na wale walikuwa na support pandio ingine. So nyinyi majenzi mmeingia kwa group, kwa magoons, na huna akili na huna idea, utakufa kama mende. Kwa sababu serikali wachana nayo. Serikali wachana nayo. Serikali akiona security ni threat, wanatengeneza kikosi kingine. Hiyo kikosi inadili na watu wote ambao wanajiita goons, wale ambao sura yako itaonekana ni ngumu, unakaa jambazi, utakuwa na malizo.
serikali kutengeneza kikosi ya kumaliza watu. Sana nini Mungiki alitengeneza kikosi. Sasa hii iko wapi? Hai, Alshabab alitengenezewa kikosi. Sasa hii wako wapi? Ngojeni nyinyi tu.